pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. The power and the glory, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you very much. Jipigie makofi. We are about to start the program. Sir Selector DJ. We have 5 minutes left before we start the program. Tuache mogoka, uwa Colombo, tuache mogoka. Wewe mama nataka chakula. Chakula iko wapi hapa? Niliacha pesa hapa asubuhi. Uliacha pesa ngapi hapa? 50 bob. 50 bob inatosha nini sasa hivi? 50 bob kununua mogoka inatosha, mogoka 30 njugu 10 bob maziwa 2. Ungenunua utumie. Inatosha. Hakuna chakula kwa hii nyumba. Hizi umepitisha katiba. Sio ndio uchukue leo niko kwa government. Hata sijui nitakuambia nini wewe. Kwenu fanya hivi nikienda nikirudi nipate chakula juu ya meza hapo. Niache pesa hapo utapata chakula. Hiyo 50 bob inatosha. Jamani, sasa tuongo natoka shuleni. Hodi. Karibu. Shikamoo mama. Marhaba. Mmetoka shuleni? Ndio. Mmesoma nini leo? Leo tumesoma maths na biology. Na kwa hivyo kesho mnaenda shuleni? Hatuendi. Tunaenda. Mnanichanganya. Mnaenda shuleni ama mwendi? Tunaenda. Hey, kwani mnasoma shule tofauti? Unaenda ama uendi? Tunaenda. Na wewe? Hatuendi. Hey. Saki, kwa nini amwendi? Leo Paredo amesema kesho tuendi shule ni Moide. Na wewe? Teacher alisema kwa class kwa buku ya katiba chapter 2 number 9. Chapter 2 number 9 hakuna Moide. Na ni kweli katiba ilichochwa. Hakuna holiday. Wewe unaenda shuleni? Mimi siendi. Usinijibishe utaenda. Kama nataka niende shule basi nipatie chakula. Chakula hakuna kwa hii nyumba. Mimi nipatie chakula. Iko wapi? Basi mimi naenda kula kwa kina Kamau. Baba Lima. Nini baya? Hata kukula tukuli leo. Kwa nini? Ile mjengo tulikuwa tunajenga. Imeporomoka. Mawe 69 divided by 9 imenipiga kwa kichwa. Pole mzee wangu. Nini? Yana kila pali. Pole. Unajaribu kwa nini? Usiniguze. Sasa kila pali nakuuma, ndakugusa wapi? Ndakugusa wapi? Kwa macho. Pole. Pole sana. Wapi makofi yao? Wapi makofi? Very good. Safi kabisa. Hiyo ilikuwa ni Kibra Academy. Saki maneno na pasta kwa hii nyumba. Sema shida yako. Baba, umetulia basi. Nimetulia. Sasa ni aje ile shamba. Shamba nilishakupatia. Title deed na birth certificate wa shamba ni yako. Baba, si unajua ulibaki na mob. Hiyo shamba ni yako kijana wangu. Hiyo shamba ni yako. Si nilikwambia wewe ndio utachukua hiyo shamba? Ni yako. Hiyo shamba ni yako. Na mimi. Sasa sikia hii kasuku ingine. Msichana atapata aje shamba kwa hizo society? Pia kuna shamba kuona umemwoa. Wewe ni msichana, unasikia? Wewe ni msichana usipata shamba hapa. Nataka shamba. Wewe. Maneno ya shamba ni ya vijana. Hao ni watoto wangu wote. Lilituma application na msichana? Si ni watoto ni wewe. Nakuuliza. Lilituma application na msichana? Si kweli tunilipea shamba. Kweli ulipewa. Nilikuwa ukakuja kwetu. Lilienda kweli? Lilikuja kuishi na wewe kweli? Lakini wewe inafaa pewe shamba. Hakuna kitu kama hiyo. Nyinyi mnanizoea sana. Iko la wewe mnapiga na mama, mnanizoea sana. Pia nyinyi tembezeni kiatu. Tembezeni kiatu bwana. Tembezeni kiatu. Kijana wangu. Sasa unajua wewe hiyo shamba ni yako. Kila kitu ni yako. Msichana hawezi pata shamba kwa hizo society bwana, si ndio? Ndani ya nyumba. Wewe hiyo shamba ni yako. Unasumbua na ujinga kama mama yako. Unasikia? Twende hivi kwanza. Wewe hiyo shamba ni yako. Usiwezi patia mtu mwingine. Nzuri. Chai iko wapi? Chai ndio yachukua ukunywe. Lakini unatuambia katiba saizi imepanda na kwa nini wewe unakula hata tumbo ina nini sisi na tunakonda? Wewe huwezi ona hii ni katimba. Sawa basi ukunywe alafu uende, sawa? Haina sita. Sawa. Chai ukunywe. Sawa, haina sita lakini nimechimba. Umeshiba kwani umekula wapi? Nilikula nini huko? Wewe kazi yako ni kwenda tu kukula nje na wanawake
wengine ukikuja unatuambia maneno ya katiba. Ai sinjana nileta supu ya mtura kwani amukukula. Supu ya mtura haiwezi kututosha mimi na mtoto. Kwani unataka sisi tuishi aje? Haina sita lakini njoni leo tunatoka saa 6 na dakika 2 nitakuja tu. Sawa basi lakini ujue maneno ya katiba unastahili kunifunza vizuri sawa? Sawa hata katimba kakubwa kako. Sawa usome vizuri. Sawa. Angalia. Mwalimu yeye anacheza football. Hata yeye anacheza of course. Hebu toa hapo sports. What of tuition sir? Tuition. Yeah. Shida nyingine ndio kubwa sasa hii. Mwalimu kiangalia hii kichwa, hii mtoto anapenda tu kukula. Angalia kichwa mwalimu. Mtoto ajui kitu yote kulingana na masomo. Hebu sikia. Wewe. Pere. Hebu tunga sentensi ukitumia jina maridadi. Mami, alimani daddy. Hebu sikia yeye anasema. Ati mami alimani daddy. Hapa ndio shida inakuanga mwalimu. Hebu toa tuition hapo. Remaining preps. Mwalimu. Ninaona sasa kama mimi ndana na mtoto wangu, tebu angalia mtoto. Mwalimu mtoto hazi soma. Hebu mnaona tu niende naye. Ajimona ameshinda kutunga sentence. Good my father my king, me na honor you. Me can do anything without you. That's why I call my post na follow you. To lift up your name, but they never feel ashamed. Listen, demons, me no fear them. My enemies, me no worry about them. Cause good I will touch me out to forgive them. It's only God. Ananifanya mina ishi is only God. Ananifanya mina iba is only God. Ananifanya na kumua. It's only God. Ananifanya mina ishi is only God. Ananifanya mina iba is only God. Ananifanya na kumua. Yes. Hakika nimekupata, nimekuwa nikikusaka nenda rudi, nimekuwa nikitafuta uso wako, na kabla nikupate nilikuwa nimeanza kuwa mwenye dhambi yote nikayaacha, nipanzi ni maovu na yote nikayaacha, nilipoacha mambo yangu kenda shwari. Kama K, kama kawa, kama dawa, kama mgonjwa achidawa, nita domiano, moyo nicharazo, piga kitu hapa ni kazi sio mchezo. Ai. Mimi bado nakupenda siko. Mimi bado nakupenda siko. Please baby go, nipe chance moja. Mimi bado nakupenda siko. Please baby go, nipe chance moja. Mimi bado nakupenda siko. Kama mapenzi ilianza zamani, tena mapenzi ni kitu cha tamani. Hivi kwa nini unanitesa mimi, ama sababu haujanithamini? Kama mapenzi ilianza zamani, tena mapenzi ni kitu cha tamani. Hivi kwa nini unanitesa mimi, ama sababu haujanithamini? Elewa kwamba mazuri mwa mapenzi. Weka mikono pamoja kwa msanii wa nguvu Fred Omondi. Wapi makofi. Sana. How are you? Wakamba wako wapi? Unajua, by the I always say this, it's so easy kujua mtu ni Mkamba ya. Kuna dem pale nimemwambia wewe ni Mkamba akasema ai umenywaye. Wakamba wewe. Hey, Waluya wako wapi? Unajua Waluya wanapenda kukula sana. So ukipata Mluya akikula usimulize umeshiba, muulize umechoka. They always take a break. Wajaluo wako wapi? Do you have a Blackberry? Anyway, wase wa Arsenal, Manchester. Nadhani teams zimeisha, si ndio? Ama kuna zingine? Teams zimeisha, si ndio? So anything I say mnasema star, mnasema mambo na kudance mafia, kukopi tabia za Christina Fore, mara juu kasukara, kwa church kava tight hip, kwa majina ni Wilkie, Kali, Feli, Lafe, Silve, kila uendapo ama super
not knowing you're just but a piece of desire. Everywhere in Christ you pretend to be a sea. Put test toward your God na pleasure world as if you're a tear. Don't look at me as if I'm a mon. Neither am I a gang. And stop wasting your time praising at the man chair. Just let me tell you one short story before I go. I'll be right back, yeah? But leo niliona mtoi mdogo. Mtoi mdogo alikuwa analia. Nikamwambia, nikupeleke kwa daddy. Daddy will beat me. Nikamwambia, nikupeleke kwa mami. Mami will beat me. Nikamwambia, okay, nikupeleke kwa nani? Akasema, take me to Arsenal. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, because Arsenal they never beat anybody. Shikilia. Wapi makofi? Wapi makofi? Seki, wachikumze. Hizi rhymes zake sasa. Mumses kwenye aliumbwa, aliumbwa sako na God hapo mbele. Akamwambia Mungu, leo tunamalizia na ka. Leo tunamalizia na ka. Akaanza, umeniumba mpaka nimeumbi. Lakini kucha refu kama za pa. Mimi mweupe, watajuaje mimi ni muta? Safi sana. Wapi makofi ya Fred Mondi? Wapi makofi tena? Noma sana. Alafu tunywe maboys wa high school. Ama boys who behave. Unasikia boy ameng'ara hivi. Lakini ukimwangalia poa, unaanza na socks. Socks iko poa. Nyingine. Socks imetoka. Ukichunguza boy poa, unaenda mpaka chini ndani hivi unaambia kijana vua shati. Nimeamua kwako Bwana Yesu sitatoka mimi, nitaishi kwako siku zote za maisha yangu. Nimeamua kwako Bwana Yesu sitatoka mimi, nitaishi kwako siku zote za maisha yangu. You know very well, Lord, I love you. I'll never ever leave you, Lord. Forever I will sing to you. You know very well, Lord, I love you. I'll never ever leave you, Lord. Forever I will sing to you. Walisema mambo mengi sana. Wapi makofi ya juu? Wapi makofi ya juu? Walisema mambo mengi sana. Niliyofanya mimi nife moyo. Ulishuka ukanipa moyo Baba. Umenitenga mbali na watesi wangu, na furahi leo niko huru. Milele nitakusifu Mola wangu. Umenitenga mbali na watesi wangu, na furahi leo niko huru. Milele nitakusifu Mola wangu. Noma sana. Wapi nduru? Jia. Rata. On the stage is Anastasia Sombwa from our educational center with our poem Katiba. Sit back, relax, and enjoy with me. Welcome. Freedom. Freedom we have been crying for. A nation with no justice. A country with no truth. Bribery. Bribe was the order of the day. Our rights were not considered. Our voices were not being heard. Women and even the girls, we had no right. But, alas, the new constitution. I can now smile. I can now laugh. I'm happy. I'm jovial. For the new baby has been born. I now have a power. I now have a right. What about election? We have a new electoral body. We have a new chief justice. I'm happy. Very happy indeed. Our MPs are now paying their taxes. How? Constitution. The new Katiba. We thank those who made. In fact, our
others can be helped when their birth is in danger. Oh, Constitution, the new Katiba. I'm happy for the Katiba. Safi, right about Ladies and gentlemen, in front of you is a student from Sloan Fellowship Academy ready to recite for you a poem entitled, Thank You, Ma'am. Listen from the deepest part of your heart. I was tired and weary from too many a fall. Bruised and battered was I from too many a tribulation. Bleary-eyed and desperate was I from a sleepless night. But aloof and indifferent he was. With his big belly he said, just had enough to carry him. Just the other year, my younger brother was here, eager, happy, and determined to one day save my beloved Mama Land. But he, with his retrogressive and unfit mouthpiece, chosen from unwilling to do unnecessary, took him to the tails of unearthly hell. But alas, the proverbial ostrich, which buried his head in the sand for long. But one evening, a promising and inviting wave blew from the seas of our seas. Katiba mpya, katiba ya Wakenya. 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 Honorable educators, teachers, parents, and my fellow students, in front of you is the beast from Kibera Glory, ready to present you a song of us entitled Revolution. The Constitution you have at hand reflects. The Constitution you have at hand reflects to the changes you see. Girls are being educated and assigned to land ownership, which enhance gender sensitivity. Youths are being endowed in job opportunity, which enhance unity and visuality. The modernity of the new technology has been improved due to the formality of the new constitution. Wow! What a beautiful land to live on, full of fertility. The regime of the past constitution destroyed people's dignity and integrity, leaving children to die on ashes and maternity, only to the stability nature of the Good Samaritan. Children, girls were treated with brutality by people of highest dignity due to gender insensitivity. He kicked our acceptable door, struggling in with bottle of changa. I sat beside my mother's thigh, retracting my future. I wanted to become a doctor some days to remove my mother in that convulsing pain. My mother was weak, emaciated, and miserable. Oh, within a jiffy, she was kicked like a battering ram, exploring and kissing the innocent floor. She bled profusely and was sent away tremendously. Pain and anger shot through me. What to do in this sorrowfulness of world? I felt that the world hates me. Oh, Tula, Tula, Mama, Tula, Tula, Mama, Tula, Tula, only Tula. Question crisscrossed my vacant mind, and nobody was near to answer me. I crept in pain on how I'll go back to school. On the other hand, my father sent a commentary not caring for my education. With my dream being shattered, I was in a hot soup, racked my brains on how I'll elude the danger ahead of me. I roamed street to street with no help until one day a stranger came and picked me and sent me to school. The white man uttered, where there's a will, there's a way. Ndugu yangu, who is next on stage? Next on stage. In front of you
is Salma Mohammed from Kibera Girls Soccer Productions. Ready to present to you as all of us entitled Kenya. Yes, Kenya. Sit back, relax, and of course, enjoy. From the backs and horns of Africa, a woman is seen with a pouch on her head, luggage on her back, baby on her womb, walking tirelessly and hopelessly in the bush, trying to find a place to call home. Kenya, a wonderful country, beautiful, a peaceful nation. Build a home where you can relax. You're a part and parcel of this world. Kenya, a wonderful country, beautiful, a peaceful nation. Yes, a rose is just a rose, and a bee is just a bee. But when the two meet, they form sweetness, honey. That is how our country has always been, tighter than tight. Men have to sweat in order for them to earn. Women have to wait for their husbands to send. When will this end? Kenya, a wonderful country, beautiful, a peaceful nation. Some things were meant to happen because they were planned not on earth but up in heaven. Some things were meant to be for human beings to see how unity can be a source of transformation beyond anyone's imagination. And Katiba Mpya has surely changed this nation. Katiba Mpya ikaja na Kenya sasa yametameta. Kenya, a wonderful country, beautiful, a peaceful nation. Thank you.